Nakulilia sana, nalemewa na dhambi. Pole Yesu asema, nitazifuta zote. Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Mungu Tumaini. Ni kwa mara nyingine tena siku hii ya leo tunaendelea na usomaji wa Biblia, na leo hii tuko katika kitabu cha Kutoka sura hii ya 10. Ni neema ya pekee sana ambayo Mungu ametupatia. Ni katika usomaji na programu yetu ya usomaji wa Biblia mpaka pale tutakapoimaliza. Kabla ya kuanza, tufumbe macho tuombe. Asante Baba na Mungu wetu unayeishi mahali pa juu mbinguni. Tunalitukuza na kuliinua jina lako kwa sababu wewe ndiwe unayestahili sifa kila wakati. Asante sana Mungu wetu kwa wakati huu. Tunaendelea kuitafuta kweli kwa kusoma maandiko yako matakatifu na kuitafuta hekima kwa kuisoma Biblia. Tunakuomba Mungu wa mbinguni uwe pamoja nasi. Mguse kila mmoja wetu, tupe usikivu mwema ili tuweze kupata kile ambacho ulichokusudia sisi tuweze kukipata. Mbariki kila mmoja wetu kwa namna ya kipekee, kiroho lakini na kimwili pia. Maana tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Msikilizaji, sura hii ina mistari 29 na tutaisoma kwa utulivu mkubwa sana mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza. Kutoka 10 ina mistari 29. Karibu tuweze kwenda kwa pamoja. Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, kwa kuwa mimi nimeufanya moyo wake mzito, nipate kuzionyesha ishara zangu hizi kati yao. Na wewe upate kusema masikioni mwa mwanao na masikioni mwa mjukuu wako, ni mambo gani niliyotenda juu ya Misri, na ishara zangu nilizozifanya kati yao, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania asema hivi, je, utakataa hata lini kujinyenyekeza mbele zangu? Wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie. Au kwamba wakataa kuwapa hao watu wangu ruhusa waende zao? Tazama, kesho nitaleta nzige waingie ndani ya mipaka yako, nao wataufunika uso wa nchi, mtu asipate kuona hiyo nchi. Nao watakula mabaki ya hayo yaliyopona yaliyowasalia baada ya ile mvua ya mawe. Watakula kila mti umeao kwa ajili yenu mashambani. Na nyumba zako na nyumba za watumishi wako na nyumba za Wamisri wote zitajawa na nzige. Mfano wake baba zako wala baba za baba zako hawakuona, tangu siku walipoanza kuwapo juu ya nchi hata hivi leo. Basi akageuka na kutoka kwa Farao. Ndipo watumishi wa Farao wakamwambia, mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hata lini? Wape hawa watu ruhusa waende zao, wamtumikie Bwana Mungu wao. Hujatambua bado ya kuwa Misri imekwisha haribika? Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao, naye akawaambia, nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu, lakini ni kina nani watakao kwenda?
Musa akamjibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Lakini akawaambia, Bwana na awe pamoja nanyi, kama nitakavyowapa ruhusa kwenda zenu pamoja na watoto wenu. Angalieni, kwa kuwa pana uovu huko mbele yenu. Sivyo, endeni ninyi mlio watu wazima, mkamtumikie Bwana, kwa kuwa ndilo jambo mtakalo. Nao walifukuzwa usoni pa Farao. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya nchi ya Misri kwa hao nzige, ili wakwee juu ya nchi ya Misri, waile mimea yote ya nchi, yaani vyote vilivyosazwa na ile mvua ya mawe. Basi Musa akainyosha fimbo yake juu ya nchi ya Misri, na Bwana akaleta upepo kutoka mashariki juu ya nchi mchana kutwa na usiku kucha. Kulipopambazuka, ule upepo wa mashariki ukawaleta nzige, na hao nzige wakakwea juu ya nchi yote ya Misri, wakatua ndani ya mipaka yote ya Misri. Walikuwa wabaya mno. Hawajakuwapo nzige kama hao majira yoyote, wala baada yao hawatakuwa wengine jinsia hiyo, kwa kuwa waliufunika uso wote wa nchi, hata nchi iliingia giza. Wakala mimea yote ya nchi na matunda yote ya miti yaliyosazwa na ile mvua ya mawe. Hapakusalia hata jani moja, mti wala mmea wa mashamba katika nchi yote ya Misri. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni haraka, akasema, nimemfanyia dhambi Bwana Mungu wenu na ninyi pia. Basi sasa nawasihi, nisameheni dhambi yangu mara hii moja tu, mkamwombe Bwana Mungu wenu aniondolee kifo hiki tu. Akatoka kwa Farao na kumwomba Bwana. Bwana akaugeuza upepo wa magharibi wenye nguvu nyingi, ambao uliwaondoa wale nzige na kuwapeleka katika bahari ya Shamu. Hakusalia hata nzige mmoja ndani ya mipaka yao yote ya Misri. Lakini Bwana akaufanya ule moyo wa Farao uwe mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa waende zao. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, kuwe giza juu ya nchi ya Misri, watu wapapase gizani. Basi Musa akaunyosha mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri muda wa siku 3. Hawakupata kuona mtu na mwenziwe, wala hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Lakini wana wa Israeli wote walikuwa na mwanga makaoni mwao. Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana inampasa kutwaa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu. Nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Lakini Bwana akaufanya kuwa mgumu moyo wa Farao, asikubali kuwapa ruhusa waende zao. Farao akamwambia Musa, nenda zako ujiangalie, usinione uso tena, kwani siku hiyo utakayoniangalia uso wangu utakufa.
Musa akasema, umenena vema, mimi sitakuangalia uso wako tena. Mwisho wa sura hii ya 10 ya kitabu cha Kutoka. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.